kazi kweli kweli kuja baada ya Mheshimiwa Aweso. Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, mabadiliko ya elimu ulioyaanzisha na unayoelekeza kwa Tanzania nzima, matunda yake yanaanza kuonekana katika mkoa wa Simiyu vile vile. Leo umeweka jiwe la msingi kwenye shule ya sekondari ya ufundi pale Hitilima. Ni sekondari ya ufundi kama ilivyokuwa Bwiru Technical Secondary School, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, kama ilivyokuwa Tanga Technical Secondary School. Ni mafunzo ya amali lakini ufundi. Akimaliza mwanafunzi anapata cheti cha baraza la mitihani na vile vile cheti kile wanachokiita watu cha VETA, lakini cha NACTIVATE. Ni mtaalamu wa umeme au mtaalamu wa ujenzi, mtaalamu wa ufundi mekani na kadhalika. Maelekezo yako haya Mheshimiwa Rais ya kufanya mageuzi ya elimu ili kuongeza fursa, kuongeza ubora, lakini kushughulikia swala la ajira ya vijana, Simiyu imeanza kuona matunda yake. Pale Hitilima umeweka jiwe la msingi. Mheshimiwa Rais, hapa Bariadi katika kata ya Nkololo shule kama ile vile vile inajengwa. Kadhalika Meatu shule kama ile ya ufundi inajengwa, na Maswa shule ya sekondari ya ufundi inajengwa. Hii ni awamu ya kwanza Mheshimiwa Rais kwa nchi nzima. Awamu hii imebeba shule 29, lakini awamu nyingine imeshaanza. Hivyo jumla ya shule ambazo zitakamilika baadaye zitakuwa 103. Na umefanya hivyo kutatua changamoto ya ajira za vijana. Wakimaliza shule waweze kuajiriwa, waweze kujiajiri. Dr. Samia oye! Lakini si hivyo tu Mheshimiwa Rais. Uliagiza tujenge VETA katika wilaya zote ambazo hazina VETA na mikoa ambayo haina VETA za mikoa. Pale mwanzo ulipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, changamoto ya VETA za mikoa zilikuwepo Geita, Rukwa, Njombe na hapa Simiyu. Mheshimiwa Rais, ulienda pale Rukwa ukaweka jiwe la msingi kwenye VETA ya mkoa. VETA kama hiyo imejengwa hapa Simiyu Mheshimiwa Rais. Mambo ni mengi, hujapangiwa kwenda pale. Inaonyesha tukisema yote uliofanikiwa, siku hii tutakesha na kulala hapa Mheshimiwa Rais. Tunakupongeza sana kwa kazi hiyo. Lakini katika VETA za wilaya, maelekezo yako mahususi mwanzoni kabisa ni kwamba kila wilaya ambayo haina chuo cha VETA ijengewe chuo cha VETA cha hadhi ya wilaya. Tunajenga VETA 64 sasa hivi nchi nzima. Kwa hapa Simiyu tayari tunazo VETA Hitilima na Bariadi. Bariadi hapa tuna ile VETA ya mkoa. Kwa hiyo wilaya ambayo ina VETA ya mkoa hatujengi VETA ya wilaya. Lakini sasa hivi kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, tunajenga VETA Meatu, tunajenga VETA Maswa, tunajenga VETA Busega, kutoa fursa kwa vijana kwenda kujifunza, waweze kujiajiri, waweze kuajirika. Simiyu oye! Dr. Samia oye! Basi sikia vizuri, Dr. Samia oye! Tunafanya moja, mimi siongei sana leo. Napiga oye mpaka nichoke ndio muache. Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, unaacha kumbukumbu hapa Simiyu. Wewe uliagiza wakati tulipopata mradi wa Higher Education for Economic Transformation, HEET, kujenga katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Mwanzoni mradi ule ulikuwa unajenga katika vyuo ambavyo vipo. Chuo Kikuu Dar es Salaam,
Chuo Kikuu Sokoine, Chuo Kikuu Mzumbe na kadhalika. Ni maelekezo yako wewe mahususi, wala sio kwa kushauriwa. Uliagiza fursa za elimu ya juu zisambae mikoa yote, kwamba fedha zile zitengwe na mikoa ambayo haina kampasi ya elimu ya juu. Sio open university, hizo tunazo mikoa yote, lakini kampasi ya taasisi ya elimu ya juu, na zenyewe zitengewe fedha kwa ajili ya ujenzi wa kampasi kama hiyo. Mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa Rais, ni mnufaika wa maelekezo yako, kwa sababu ile inaitwa IFM pale Dar es Salaam inajenga kampasi kubwa hapa Simiyu, na hivyo wanafunzi wa hapa wanaweza kuchagua kusoma hapa Bariadi au kwenda mkoa mwingine wote hapa Tanzania kama ulivyoelekeza. Hayo ni baadhi tu ya mambo makubwa yaliyofanyika hapa, Mheshimiwa Rais. Singependa kuchukua muda mrefu sana ili kuwauliza wana Bariadi, kwa haya Oktoba ije mvua ije jua tunafanya nini? Lije mvua ije jua liwe mvua, tuna Oktoba tunafanya nini? Dr. Samia oye! Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa ni zamu ya Mheshimiwa Mhandisi Ahmad Masauni.